Fedha zinazoombwa kwa ajili ya 26/27 ni bilioni 547,605. Bajeti hii imeongezeka kwa shilingi bilioni 6 ukilingania na bajeti ya 25/26. Kati ya fedha hizo bilioni 375 zinaombwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, bilioni 99 ni kwa ajili ya ruzuku ya maendeleo na bilioni 73 ni kwa ajili ya ruzuku ya mapato ya ndani. Matumizi ya maendeleo 26/27, bilioni 56 ni fedha za ndani, bilioni 43 ni fedha za nje. Kila mmoja wenu anaweza kupitia kuangalia miradi yake aliyoona ile ambayo tunakwenda nayo, ambayo imetokana na vipaumbele tulivyotupa nyinyi wenyewe. Sisi mlima tulianza na bilioni 4. Mkazonga anapoingia anakuta bilioni 4. Sasa hivi tumepanda sana. Bilioni 7 sasa hivi tunawakusanya bilioni 9. Mimi naomba waheshimiwa wabunge, mkipata nafasi twendeni kwenye halmashauri tuone tunachokifanya. Twendeni tufanye vikao. Tusipende kusikia. Tuje tuone. Tusikane hivyo na tutawasemea watumishi vibaya. Tukasema kwamba kuna 1, 2, 3. Jamani, kuna watumishi hawalali usiku kucha. Wakuu wa wilaya hawalali madasi. Kwa hiyo hivi vitu tunavyoongelea hapa makadirio haya si madogo. Sasa hivi tunasema bilioni 9 bado na bilioni 9. Pato ya ndani na waza kufanya na sisi tukashirikiana. Katika mwaka huu tunaoendelea nao tuliidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 25. Na tumeelekezwa kwanza kwa awali tutekeleze miradi yenye thamani ya bilioni 3.7 kutoka fedha za mfuko wa barabara. Kwa sasa hivi hali itakuwa nzuri, maana wiki ijayo tumeelekezwa kwa tuendelee. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kutekeleza kwa mwaka wa fedha au miradi ya thamani ya bilioni 23 kama tulivyopanga hapo awali. Nayo pia miradi ya uondoaji wa vikwazo, yani bottleneck, miradi 7 ambayo imekamilika yenye thamani ya shilingi bilioni 6. Miradi hiyo hasa ujenzi wa madaraja. Miradi ya mwisho ni miradi ya fedha za maendeleo ambayo tunawapia World Bank, miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 13.4. Miradi hiyo inahusisha ujenzi wa madaraja 9 katika halmashauri mbalimbali ukiondoa Morogoro DC pamoja na Morogoro MC. Ya miradi 25 ambayo tumeshaprokiwa kwa ajili ya kazi ya matengenezo, kwa maana ya miradi yetu tumeigawanya kwenye barabara. Kwa maana ukienda kwenye barabara ya Morogoro Dodoma utakuta tuna miradi 6 ambayo ni kwa ajili ya kuziba viraka, lakini pia tuna mradi mmoja mkubwa ambao ni kwa ajili ya kujenga zege. Tumejenga zege pale eneo la Dumila, lakini pia kuna mradi mmoja tumefanya kazi ya kuzibua daraja la Mkundi pale Dumila. Mradi huo umeshakamilika. Lakini ukija kwenye barabara yetu kubwa hii ya kwenda Iringa, tuna mradi mmoja sasa hivi unaendelea kutekelezwa pale na mkandarasi anaitwa Copex kwa ajili ya kuongeza tabaka la lami. Kwa sasa hivi tuko pale Rugono, anaendelea tayari, ameshafanya kilomita 1 na imekamilika, lakini bado anaendelea na hiyo kazi, kwa maana yake kwamba ataenda kufanya kazi pale 10. Kwa upande wa fedha za serikali tuna miradi kwenye maeneo yote ya huduma, kwa maana ya Morogoro Manispaa, kata ya Mkambarani, Morogoro DC, Kilosa, Dumila, Dakawa, Mvomero na Mzumbe. Tuna miradi ya shilingi bilioni 14 ambayo tumeomba fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kutekeleza hiyo miradi. Lakini kwa fedha za ndani tutafanya miradi midogo midogo ya kuboresha huduma ya maji kwenye kata ambazo bado zina changamoto. Tumetenga kiasi cha shilingi bilioni 6 kwa mapato ya ndani kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Hivyo kumeendelea kupungua katika mkoa, japokuwa namba bado inahitaji kufanyiwa kazi kwamba endelee kupunguza. Hadi sasa mkoa wa Morogoro idadi ya vizazi hai ni 101,010 kwa mwaka wa 2025. Kubwa ni kutoka na damu kabla na baada ya kujifungua. Takribani 48% ya vifo vyote vinasababishwa na hiyo sababu ya kutoka na damu kabla na wakati wa kujifungua. Sababu ya pili ni kifafa cha mimba, kwenda hadi 20%. Na sababu kubwa ya tatu ni ujauzito. Hizi ndio sababu zinazosababisha sehemu kubwa ya vifo vya kina mama
katika mkoa wa Morogoro.